Mandama Kenya Machakos Finest MC, na kama kawaida niliwafahamisha hii ni show kubwa, ni show ambayo nakwambia imepangwa ikapangika. Ni show ambayo tunapiga watu pasi, tunazungumza kweli. Nilifahamisha kwamba tutakwenda wanabiashara hapa, wasanii, na leo niko na one the only Mr. James Kadhili. Yanakwambia ni msemo mkubwa sana kwenye county ya jini, sema namna gani lakini hajamkorada. Unanielewa? Yani County Attorney General, one of the only Mr. James Kadhili. Karibu kwenye show baba. Asante sana. Hii ni show ambayo inaitwa Hawa. Show safi, show ambayo nakwambia tunanena, tunasema kila kitu jinsi ilivyo. Nashukuru kwa makaribisho. Na tunawapiga pasi. Asante. Tunarekebisha vijana, wana biashara kama kunaenda njia mbaya, tunamleta katika barabara safi. Karibu. Asante, nashukuru. Unajisikia aje kuwa katika Hawa show? Nimefurahi na nashukuru. Yes. Na sana kwa sababu Hawa show inahusishwa na wanarika. Yes. I am passionate about the youth. Yeah. And any initiative by the youth excites me. Yeah. Because hao ni wasee wenye wameamua hawatakaa chini wakae bure. Ngoja wasee wao jioni waambie nipatie kitu, lakini wameamua wanataka kutafuta kitu. Yes. I'm excited to be here. Kabisa. Kuna jambo nimesikia fununu. Attorney General Machakos County, ndio jambo tunasema huko tunapiga pasi jinsi ilivyo. Kuna fununu nimesikia wewe ndio Machakos Attorney General, kuna muda amini. Na leo uko hapa, hata kwa wafafanulie vizuri waambie ni ukweli ama si ukweli. Unajua nilikuwa niambia watu Attorney General anakuja akasema ni uongo. Ni ukweli ama si ukweli? Asante. Nitaanzia na one answer ya kusema ni ukweli. Yes. Huyu ndiye County Attorney Machakos County Government. Yes. Majina ni James Kadhili na ni wakili. Kwa hivyo ni ukweli. Wakili wa county ya Machakos amekuja kwa show ya vijana bila hata kutulipisha ama kutuambia sijui ndio tukaone PA wake tuone nani. Mbona kwa humble hivyo sana mheshimiwa? Jambo la kwanza nataka kushukuru Mungu. Yes. Kwa sababu Mungu ndiye anaweza kupatia mtu humility ya kuserve. Jambo la pili, kuna kitu naelewa. Na ni hiki. Kwenye nilizaliwa, nimezaliwa Yata. Mahali ambao wale ambao wamekuwa Wakamba, kuna methali ilikuwa inapeana inasema su kasunikala tio Muyata. Yaani hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ambayo iko nyuma na iko chini kabisa. Hakuna kitu kizuri ambacho kingetoka ama kingeonekana kama kinatoka huko. Nikakula shida mingi sana katika masomo yangu, katika kulelewa kwangu. Hiyo ikanipatia opportunity ya kuona kwamba Mungu mwenyewe ndiye anaweza kuinua mtu. Na kama Mungu amekuwekelea mahali, it's not really that it is your right, it is a privilege by God. And anything I do it like service to God. So hiyo ndio inafanya kuwa kuna maana ni kuambia upitie kwa PA wa nini. Wakati Governor Mutua alikuwa anatafuta county attorney, hakuchagua PA. Ni mimi. Kwa hivyo kama kuna mahali ambao nahitajika nifanye kazi, sitaki PA aingilie ndani, ni mimi mwenyewe nitafanya kwa sababu ni jukumu ambalo nataka kupeana. Na pia napenda kurelate na watu at their personal level, at their levels. Kwa sababu nikikutumia PA, sasa unajua utaanza kurelate na PA. Na utakuwa unasikia kama yeye ama anaweza pia yeye kusikia kama yeye ndiye ako in charge. Saa zingine what I have in my heart may not be what is in the heart of the PA. Such that kama ningependa nikuhudumie vizuri, yeye anaweza kuja maybe hata saa zingine anataka kufanya biashara. So hiyo ndio na wasipendi maneno ya shortcuts ama kutumia bridges. I do it myself. Asante sana. Sasa Mr. James Kadhili, nilisikia fununu kuna mahali nilikuwa napitia mahali ngasikia muziki napiga mahali gospel music. Na sijui kama mbona unacheka. Tunaingia huko. Ni kweli ama si kweli, apart from being Attorney General wa county, nini nyingine ambacho unafanya? Asante, wacha nieleze hivi. Mimi naamini kuhustle katika maisha. Na ninaamini kwamba ni vizuri kuwa na several avenues ambao unaweza kuwa unatafuta pesa. Na unajikimu kimaisha. Kwa sababu ukiwa na njia moja na hiyo njia ikifungika, utakuwa a frustrated person. I always like people think outside the box. Na watu ambao wanaweza kufikiria kufanya an extra thing to do. So basically I am a trained lawyer, I'm an advocate. And I should say this, I have been an advocate for the last 20 years. Miaka 20 nikienda kotini. Sio kwenda shule 20 years nikiwa wakili wa kwenda kotini. Niliitwa kuanza hii kazi tarehe 12 mwezi wa 4 2001. Ndio sasa nilifanya kuwa wakili. Kwa hivyo
On top of that, yes, kuna kazi zingine wanafanya. Na hiyo ndio ya muhimu sana venye umeniuliza. Yes. Mimi pia ni msanii. Yes. I have done 2 albums. Album ngapi? Mbili. Ya secular. Kila moja ya nyimbo 10. Secular ama gospel? Nafanya gospel. Now I'm working on my 3rd album. Yes. Msanii. Kwa hivyo kwa ufupi unasema wewe ni msanii. Mimi ni msanii. Wewe ni msanii. Nini likufanya ukuje kwa usanii? Maana kuna wengi wanaoja kwa usanii kufanya biashara. Wengine wanafanya usanii kwa sababu mtu fulani anafanya usanii. Ndama anafanya usanii kwa sababu maybe Jabidi, Wakajazi, Bahati ama Willy Paul anafanya usanii. Nini likufanya, nini likuinspire ufanye music? Thank you. Nitaeleza sababu kadhaa. Yeah. Zenye Mungu atanisaidia kukumbuka. Lakini sababu moja, nilikuwa nataka kuonyesha kwamba usanii sio ukora. Yeah. Usanii sio ukora. Pasi. Usanii sio ukora. Yes. Kwa sababu kuna watu wanaweza angalia ndama. Yes. Waone kama ni ukora anaendeleza, kijiita msanii, yes, nika ukora, ni kama ni cult ama nika grouping ya wakora. Yes. Nataka kuonyesha kwamba usanii sio ukora. Usanii ni profession ambayo iko na heshima yake. Na kila mtu anaweza kufit katika hiyo profession. Yeah. Jambo lingine ambalo lilifanya niingie katika mambo ya usanii, mimi napenda uimbaji sana. Yeah. I like and I love listening to music and good music. Yeah. And I had said I want to produce my own music such that I can bless myself with my own music. And sometimes also I go to some places, especially nyimbo ambazo they attract my age mates. Pia wanaweza kuwa na opportunity ya kusikiza. Na ile nyingine ambayo nilifanya nikuwe msanii ni ya kwamba of course tunakubaliana Mungu ametuweka katika what do we say, different status in society. Yeah. Kuna mahali ambao itakuwa ni vigumu wewe ndama uingie. Lakini mimi nitaingia tu. Yes. Kwa sababu mimi hao ndio watu wangu. There are times naenda mikutano kama ya Law Society of Kenya, naenda mikutano ya wakubwa wa county. Unajua mimi niko hapa kwa sababu mimi ni member. Yeah. So at that point when they need someone to minister to them, yeah, I can now minister to them. Nakupata. Yaani nawafikia katika level yao na kuwaeleza ya kwamba wakati mnaona msanii anakuja, yeah, sio ati amekosa kitu ya kufanya. Yeah. Amekuja ndio aweze kuwahudumia. Na sababu nyingine ni nyingi lakini nitataja chache. Yeah. Nilitaka kuingia usanii ndio nielewe zaidi challenges, yeah, zenye wasanii wanapitia. Yeah. Such that kama mtu akiniita ninaweza kusimama na kusema one, listen, these are the challenges zenye wasanii wanapitia based on a personal experience. Yes. Sio kusikianga watu wakisema. Asante. Haya, nataka kuzungumza na watu. Hawa ndio watu wetu ambao wanatusupport kwenye show. Wenye ambao wanatazama hii show ya hawa hapo. Uko pale unasikia vile Attorney General Machakos County anazungumza. Ningependa ucomment hapo chini. Uniambie mheshimiwa amezungumza namna gani na hii show inakufresha namna gani na inakueducate namna gani. So mheshimiwa, kuna kitu ambacho inasumbua watu hii time ya corona. Corona imekuja wakati watu hawakuwa ready, wamejipanga. Haikuwa alerted, imeleta shida mingi sana. Swali yangu rais, na sasa hii nataka edeva vijana. Vijana, hii swali ni yenu na ningependa mheshimiwa awajibie. Kuna mtu ako Mombasani. Kama kawaida ya serikali ileka lockdown. Kuna mtu ako Mombasani, mwingine ako Machakos. Hawezi travel. Akaenda kuona yule mtu wake, yani kwa ufupi mpenzi wake. Mheshimiwa, unaweza zungumza na hawa watu namna gani? Unaweza waelezea namna gani? Wanaweza jicontrol namna gani ifikie mahali hawezi umia zaidi? Maana nasikia kuna fununu sana inatembea. Watu wanauana, watu wanaumizana, outbreaks, watu wanawachana. Hii ni mbaya. Mheshimiwa, unaweza ambiaje hapo familia? Asante, hilo ni swali rahisi na ni swali ngumu. Yes. At the same time. But I'll say this. Corona imeleta mfumo mpya katika maisha ya binadamu. Yes. Na kuna maugumu ya maisha ambao yameletwa na hili jambo ambao linaitwa corona. Yes. Hatukuwa tumezoea kufungiwa nyumbani. Yeah. Hatukuwa tumezoea kuambiwa hawezi ukasafiri usiku. Hatukuwa tumezoea kuambiwa hawezi ukatoka Machakos County uende Makueni County. Yes. Na hao ni watu wetu, they are our brothers. Hatukuwa tumezoea hao mambo yote.
tulikuwa tumezoea unaweza kuacha jamii yako Makueni na ukuje ufanye kazi Machakos alafu urudi huko kwa sababu unaweza kutembea na usiku. Tulikuwa tumezoea unaweza kuwa uko na jamii Mombasa, unasafiri na basi usiku, unakuja huku na unarudi. Lakini wakati corona imekuja kuna issue ya lockdown. Ile ingine kuna issue ya upungufu wa mapato. Reduction in terms of income. Na sana kwa wasanii na watu wa youth. Kuna watu wengi walikuwa wanategemea shows ndio waweze kupata some extra income. Not extra income, to get their income. And shows of course was zinaleta pesa. But hizo vitu zote zikaambiwa there are no shows, hata kama ni weddings yenye ungekuwa MC kunatakana sijui watu wangapi, makanisa hakuna na vitu mingine ambao zimekuja. So they have brought so much challenges. Na hizo challenges zote zimeleta kitu inaitwa reduction in income. Unapata mapato ya watu imeenda chini. Na sana naongea na watu ya youth. Na wasanii sana niwaambie namna hii. Ni vizuri jambo la kwanza you accept kwamba we are going through this difficult moment. A moment ambao pesa zimepungua. Now, nikiongea na wasanii, naongea na wasanii na wapenzi wao pia. Kwa sababu kuna wapenzi wao walikuwa wanawekwa na wasanii na huyu msanii alikuwa anapata pesa, alikuwa anazipata vizuri. Lakini sasa mapato yamepungua. Na huyu mpenzi wake ako na expectation kwanza awekwe maisha yenye alikuwa anawekwa. That kind of expectation is unrealistic in the current circumstances. Things have changed. Wasanii pia wanapitia challenging moments. If you are genuine in your mpenzi who is a msanii, please accept they could also be going through difficult moments, and they are, most of them are. Kwa sababu ile mapato walikuwa wanapata hawako, shows zenye walikuwa wanafanya haziko. Unless wewe ni mtu ambao ulikuwa fake. Ulikuwa unampenda kwa sababu ya pesa. Na kwa sababu pesa imepungua, sasa unataka kupotea. That is the first thing. Hiyo ndio pass, umepiga pass, umeweka pasi. Tusali corona. Umepiga pasi jinsi ilivyo. Penda mtu jinsi alivyo. Ile ingine ya pili. Nimesema tukielewana kwamba tunapitia mambo kama haya. Tuelewe kwamba kila mtu kuna ugumu anapitia. Na saa zingine msanii tuseme acha nikutumie kama wewe jamaa. Unaweza toka kwa nyumba na uko desirous, let me use that word. To get something upeleke nyumbani. Lakini unapiga raundi unakosa kupata anything. For when you're going home uko chini. Kama uko kwa nyumba uko na mtu mwenye akuelewi, inaweza kuleta vita. Kwa sababu yeye anafika na kuambia umekuja hivyo tu, ulikuwa unazurura tu bure. Kwanza wanatumia hiyo word, kuzurura. Ulikuwa unazurura bure. Huyu mtu alitoka asubuhi akatafute venye alikuwa anatoka kitambo. Ni venye haijapatikana. Na shukuru Mungu amerudi nyumbani. Kwa hivyo mkaribishe kwanza. Mheshimiwa amerudi akiwa mzima na amerudi kwa. Kwa wasanii nataka tuongee kidogo. Wasanii wanaumia bwana. Wasanii wanaumia hadi nimeona wengine, hatuwezi taja majina, lakini nimeona wengine wanatoa hadi nyimbo. Msanii amezoea kutoa wimbo, anaweka pale YouTube na subscribe na share. Lakini corona imefanya wasanii sasa wamekuwa very desperate. How? Msanii ana record ngoma, anakuuliza kwenye WhatsApp, I have a new song yenye hakuna mtu yote amesikia. Nataka nikutumie usikie wa kwanza, lakini kabla sijatuma nitumie 50 bob ama 30 bob. Mheshimiwa, 30 bob, 50 bob. Na kuna family, uko na wazazi pale. Unajua most of the artists wengi wetu ni watu wengine wa familia wanawategemea wazazi wao, mabibi zao, na kuna wasanii wengine pia tayari sasa wameshaoa. Wenye kutaka kuoa lakini wameoa, sio unanielewa. Walifanya ile jambo ikakuja. Bahati mbaya. Na ukikuja unajua sasa unaichukua venye imekuja. Venye imekuja unasonga na mbele. Nimekuelewa, ndio maana ningependa kusema namna hii. Nikieleza hii mambo, kwanza naongea na wasanii wenyewe. Naongea na wapenzi wa wasanii wenyewe. Na pia naongea na viongozi. You know, I'm talking to everybody. Pia naongea na watu wa kanisa. Because hata hao wasanii wako na pastors wao. They are also talking to their fan. Fan, the fan base, inaitwa fan base. Fan base. Kama wewe ulikuwa fan wa Workers. Na unajua saa hizi hawezi akatoa ngoma. Na unajua saa hizi ana show ataenda kuperform. Na ulikuwa genuinely a follower and a fan of this person. It is time we come out and we supported our artists.
venye walikuwa wanatutumbuiza. Yeah. Nitasema hivi kwa wale ambao wanatutazama. Now I'm talking to the general public. Kuna watu wengi, tuseme hata hapa Machakos, tunakutana hapa People's Park. Huyu jamaa anaitwa Ndamana, watu wengine wanatufurahisha. Yes. Kama nilikuwa na stress ya ofisi, naenda nyumbani kama niko sawa. They used to give us therapy for free. Now when they need us to give them therapy, we are nowhere. Yeah. I'm talking to Kenyans and telling them, please let us be there for our people, because they were there for us when we needed them. Mheshimiwa, wewe ungekuwa unahitaji kiti Machakos wewe, ikuwe ni MP, MCA, governor, sikudanganye tungekupigia block. Kwa sababu yale maneno umezungumza hapa boss. Wacha tumie lugha mtaa pia mavijana wasikie. Huyu jamaa tunamna huo. Watu wajamaa wangu wa mtaa anabonga point na umesikia. Tafadhali msanii mwenye uko hapo, kuna point yenye mheshimiwa alianza nayo. Ukipata kidogo weka mahali, fanya kitu kidogo pale. Usitegemee pia usanii. Juu wasanii wengi ambao wanaumia sasa ni wenye walikuwa wanategemea usanii peke yake. Umefanya show ya 1100, unachukua jeshi yako, wanaitanga Mbogi. Mnaenda club fulani, Blend, Dhika, Club Euphoria ama Machakos, Ikuni, wapi unaingia pale, unakunywa kitu, unarudi hiyo bila kitu. Korona imekuja imekupata bila nini? Kitu. Na ile kitu imekupiga. Mheshimiwa, ulikuwa umezungumzia usanii. Sai katika internet. Watu wengi wako pale katika internet. Internet imesaidiaje wasanii katika biashara? Uzuri wa internet ni kwamba sasa ukiwa mahali huko, unaweza tengeneza wimbo ama show yako. Na unaweza kuiweka kwa Instagram, unaweza kuiweka kwa YouTube, and you start earning. Na kuna kitu ambao kama nilikuwa nimesahau, nimekumbuka, ningependa kusema hivi. Wasanii wengi shida yenu ni hii, na nataka mnisikize. Yes. Mnataka kukimbiza vitu haraka sana bila kupitia procedures ambao zinatakana. Na this is what I have in mind. Anytime you come up with a production, please, can you copyright your production? Can you own it such that any income that will come in because of that production itakuja kwako? But unless you copyright, another person will pick it, make money with it, na unakaa hivyo. Wasanii wengine nataka kueleza hivi, because of the need and desire for quick money, you're able to sell your talent. Unaambiwa wewe wacha nikupatie 1500, twende tucheze vitu zako show fulani, unasema nipatie hiyo 1500. Na ukiwapatia hiyo right, they go and make millions. Na wewe unabaki na 1500. Mimi ni wakili. Unaweza pitia kwa workers director, unaweza pitia hata kwa Ndama. Kama kuna kitu ambao watu wanakuambia nipatie this, niende nikafanye kitu nikupatie 10,000, usikubali. Kuja for legal advice, nikwambie namna gani. Kuna kitu inaitwa partnership. Kama kuna show inaenda kufanya, utasema fine, tutafanya partnership. Mimi nitapata 10%, na nyinyi mtapata 90%. Mwenda mkae kwa meza, wakipata 1 million, you go home with your 100,000. Wakipata shilingi 10, wewe unaenda na shilingi yako moja. Lakini ya kwanza unapewa waende wakafanye jasho lako. Tafadhali wewe usijidunishe na usianze inaitwa nini, kukata wale wengine. Unajifanya wewe ni mjuaji sana, ukipewa kitu wewe unakula, you are killing the industry. Moto kabisa. Director wangu Martin ananifahamisha ni moto. Na kama ni moto tunaambia watu unaongeza moto, unachukua pasi, unanyosha. Sasa mheshimiwa, turudi pale nyuma kidogo. Ulisema wewe ni unaimba nyimbo za gospel ama vile za kumsifu Mungu. Usanii wako umeimpactaje community? Nimeenda, nyimbo zangu ni za kusifu Mungu, zingine ziko na message ya kuchallenge watu to change their lifestyles, na kuchallenge hata families kukaa kwa umoja. I've seen myself perform in some places, na watu naona wanabadilika, na wengine hata wanaandikia waniambia, wow, you have really ministered to us. I remember I went to, hiyo ndio sitawahi sahau, I went to a high school and I sang a song inaitwa Wasted Years. God is calling you from your life of wasted years. Na msichana mmoja nikaona analia sana. Sasa nikashangaa nini inafanya alie. After hiyo maneno akasema nataka kumpokea Yesu kwa sababu alirealize alikuwa amewaste maisha yake sana. Na sasa amesikia kumbe Mungu anasema turn around from a life of wasted years.
So I've seen my singing impact other people. Hata unaenda kwa some places unapata hata wazee wengine waendangi kanisani wakisikia wakili wa county hata anaweza simama na kuimba wimbo. Unaona wengine sasa wanajitoa katika ile level ya kwamba wako na kiburi, wanaweza kurudi chini. So what I mean is that usanii uko na a serious impact kwa community. Na ndio nilijipatia nafasi nije hapa kuchallenge watu na kuambia kwamba what wasanii wetu wanafanya ni kitu ambao ina change na ina impact communities. I have seen hata families ambao hawasikizani saa zingine wanaweza sikiza wimbo uone hata wana reconcile on their own without mtu yoyote kuongelesha. Nyimbo nyingi ambao zinatungwa na wasanii zinakuanga na message. Hizo message ndio watu wengine wanataka wasikie. Kwa hivyo usanii ni kitu ambao kina impact community in a big way. And also it has also impacted on me because there are times unaweza kaa chini hivi usikie ni kama uko chini unahitaji some form of encouragement. Then you can also go through your music, through your works and you feel encouraged. Naomba tafadhali kama wewe ni fan wetu nambari 1, make sure umesubscribe, umeshare na umelike. Ni show kubwa. Ukiona mheshimiwa kama yuko ndani ya show, maze tunafurahia. Na mheshimiwa, kuna kitu nataka tuzungumze kidogo. Na nikiangalia saa yangu inasonga sana. Kuna wasanii wanavalia sana. Msanii anavalia, acha tukuonyeshe. Msanii anavalia luku, unaelewa luku? Anapiga luku safi, kiatu imeweza nini, lakini kwa mbosho. Sio ile ndio yangu. What I'm trying to say is most of the artists they are faking. Unaweza waambia ni na hiyo ndio maana yake unaona hata relationship za watu zinaribika kwa sababu msichana kama ulimuonesha mwanzo uko na pesa vile unavaa na vile unamtreat na sasa hii corona imeingia hakuna show na pia kusema tu kweli hauna pesa ni kuvalia. Hebu ambia wasanii kama unapiga luku acha mfuko pia iko na luku. Thank you. That thing is very personal, not personal, but I'm passionate about kuongelea jambo ambao umeraise. Yes. One, wacha niambie mtu yoyote whether ni msanii ama si msanii. Anytime you're doing anything, do it with tomorrow. Yes. In mind. Because kuna watu wengine wanasema hata na nitakufa. Hata ukikufa kama uko na bibi si utaacha bibi, huyu bibi ako na kesho. Una mtoto atakuwa na kesho. Na mmoja na mtoto mmoja na bado ni mrembo. Kwa hiyo kuna jamaa atakuja aendelee. Uko na wazazi unahitaji waendelee. Pia uko na jina ambao ungependa kuendelea. So anything that you do it with tomorrow in mind. Secondly, na hii kitu nimeongea in so many shows. Kitu inaitwa faking. The problem with Kenyans and the problem with most people na hiyo shida imeingia kwa wasanii ni kufake. Unataka ufake although there are some people say fake it till you make it. Quite in order. But it is good to live a realistic life. Jana kuna mahali nilienda. Na sitasema so much of the details. Nikaachana na mtu akaniambia wacha niende nichukue Uber. Nikimbie mahali. Mtu akasema aende akachukue Uber. Na huyu ni mtu wa youth. Na najua ana do. Sasa nikashangaa. Kwa nini uende uchukue Uber na ungechukua boda? Ya 50 bob. Ikufikishe kwenye unaenda. Hata unaweza kanyaga. Ukifika nani atajua umekuja mguu? Si bora umefika. Bora umefika. Ukuje na boda bora umefika. Na ubaki na kakitu, ukienda nyumbani jioni kuna unga. Kuna kitu kingine ambao umesema na nitaiongea. That faking imeharibu so many relationships. People accuse me of being too blunt, but I like being blunt. Anytime wewe ni msanii na ni mtu young na umefikia umri ya kuoa kama Ndama. Ukienda kuoa mtu mwambie mimi naitwa msanii Ndama. Na this is me. Akukubali ama akukatae. Usianze kusema ango yangu anafanya UK na unajua nimewekewa account sijui $100 million sijui nini nyingine ndio ukubalike. Pasi moto. Msichana ataingia box. Lakini wakati utafika na realize hakuna hakuna au makazi za wako na kwanza wanalala bila chakula kwao, atakuacha na ataenda na jamaa mwingine na ukuje ukilia ati nimewacha au kuachwa. Ni wewe ulianza vibaya. Sisi kama wakajaza naangalia hisho wakajaza nakwambia waambiaga wasanii wenzako huko najua unaangalia mali huko. Wacha faking, wacha kufake, be real kwa sababu any relationship that is based on reality itakaa. Na hata wakati mapato yanaendelea kuja chini
unaeleza mpenzi wako sasa saa hizi tunaendelea vibaya, atakuelewa. Of course for once atasikia vibaya, lakini atakuelewa. Usipomueleza, kama ulikuwa umemzoesha kumpeleka salon unalipa 3k na kwanza chakula hakuna, sasa hiyo utamwambia sitakupeleka, mtakosana sana, atatafuta mtu ampeleke bwana. Mheshimiwa, kuna jamaa anauliza hapa, acha nisome mbili ndio endelee kuambia. Acha nisome mbili. Ndama shoni moto, shoni kali sana. Hiyo kitu mheshimiwa amesema safi kabisa. Lakini swali yangu ni unaweza ambiaje msichana sina kitu na expect aingie box yako? Anaitwa Kennedy Odhiambo. Unaweza ambiaje msichana kusema kweli mimi nimekupenda na sina kitu na naomba uingie box yangu? Hebu jibu Kennedy Odhiambo. Wacha niongee na wanaume kwanza. Wasichana Odhiambo, sikia jibu lako. Wasichana wakae kando. Naongea na wanaume. Society ambao tunakaa. Wanaume ndio wanalisha boma zao. Acha tuanzie hapo. Wanaume ndio wanalisha boma zao. Yes. Wasichana wetu ama mabibi zetu wanakuja wanatusaidia. Hata Biblia inasema they are helper. Anakuja anatusaidia kuendeleza. Lakini kama wewe ni mwanaume, kuwa na kitu. I've always said this and you can correct me. Tell them. You can hate me. Yes. Wewe kama hauna kakitu kwa mfuko, you have no business kwenda kusumbua msichana wa mwenyewe. Moto. Ndio nakwambia ni pasi. Mheshimiwa umesema pasi, tumeweka moto. Au hapo tunasemaga tunapiga pasi. Pasi jinsi ilivyo. Kama hauna kitu kwa mfuko, wachana na mapenzi. Na kile kingine itasema ni hii. God is so fair. Kila mtu utapata mtu wa level yake. Kama wewe ni kijana na uko na level ya kwamba chenye kwa mfuko unaweza kuja kula chips na soda, hiyo ndio unaweza kuafford. Kuna msichana atakubali hiyo na akuwe happy. Kuna mwingine unaweza muambia siwezi nikaenda kulipa Kempiski. Hata mimi siwezi peleka mtu huko. Niache hiyo pesa yote hapo na naweza kujenga plot kwangu. Sometimes we waste our opportunities. Unahitaji ununue kamera ya 60,000, alafu unapeleka dem mahali mkomboe mahali ya 60,000. You are just being foolish. Kabisa. Invest in your future. That is more important. Kuna ngoma nilisikia msanii ameimba. Ukisikia hiyo ngoma ilipamba sana mheshimiwa. Masiponza mnatunyang'anya mademu wetu. Sasa nikauliza jamaa, nilikuwa na kuna msanii fulani, kuna msanii wa Machakos nampenda sana, anaimba gospel anaitwa Okajazi. Nikamuuliza Okajazi, hii mambo ya sponsor wananyang'anya mavijana mademu, wewe unaioneleaje? Akaniambia ndama, acha nikwambie, hakuna makosa sponsor wako nao kunyang'anya mademu wanaume. Kama mwanaume aweze kutafuta pesa, atengeneze msichana wake jinsi inavyofaa, akae. Wanaume wenye kuna pesa wa take control. Na mimi naambia wanaume, kama unatafuta, uwezi kaa tu hivi atuone mwanaume ati ni love, utakula love kwa nyumba. Na ndio maana wananyang'anya mademu. Na ndio nimeeleza hivi. Yes. When you're not real to this guy. Yes. Ukimuonyesha anytime ati unatoka Kenya Israel, unaenda Isli. Yes. Beba ingia Uber. Unajua umemweka maisha ya juu. Sasa wakati itafika hiyo haiwezekani. Hiyo maisha yenye umemfunza, angependa kuiendeleza. Kabisa. Akikutana na mtu amwambie na anaweza kukubeba, atasema hii ndio maisha yake na kubebwa. Hujanyang'anywa, ni wewe ulimfunza hiyo. Na wewe sema msenda kubeba na motorbike ati kuja nikupatie lift ya motorbike. Na amezoea kuingia Range Rover na ni wewe ulimfunza hiyo maisha hiyo. So akienda atafute mtu ambaye angalau anaweza mfikisha hiyo maisha anataka. Lakini hakuna anataka maisha mbaya. Hata sisi wanaume hatutaki maisha mbaya. Now I want to, as a lawyer, as a lawyer you argue for and against. Yes. Now I want to talk in defense of the boy child. Yes. Kwa sababu naweza kuonekana kama nilikuwa na lemea mwanaume. Sasa naongelesha wasichana, niwaambie hivi. Waambie. Wasichana, mkome kusumbua vijana wetu. Unajua kijana ni msanii ndio ameanza. Hawaelewi. Unajua amekomboa nyumba analipa 3,000. Unataka kukombolea taksi kutoka Nairobi alipe 5,000. Yes. You are being unfair to the boy child. Moto. Unajua huyu kijana ndio ameanza usanii. Kuna kawimbo ametoa, amepata tu hela kidogo 50,000. Unataka kumwambia nataka nguo ya 50,000. Sasa investment yote yenye amepata utaka kwenda. You are being fake. You are killing our boys. You are killing the dream of our boys. Please save our boys. These are your husbands. And stop coming to us
Kwa sababu sasa sisi tuko na nini? Na mkikuja hatuwezi tukakataa. Unajua hiyo ndio shida. Sasa tukikuja hatutakataa, lakini take care of your boys. These are your husbands. You grow together. Mtakuwa wazee pamoja. Sisi tunakuacha tu hapa katikati baada ya kumaliza haja. Umesema wakikuja amwezi kataa. Tutakataa. Lakini ukweli ni hatutaishi for long. Ni sherehe kidogo after hapo. Naenda kwangu. Unaenda kwako? Mahali kuna wife na kuna future, kuna watoto, tuna invest. Mheshimiwa. Rudi hapo. Unapiga sherehe na yeye baada ya muda fulani jua mko amuoani. Na unarudi kwako, is either rudi kwa boy yako wa motorbike ama rudi kwa mama yake. Our show hii ni comedy show moto, tunapiga pasi jinsi ilivyo. Leo niko na mheshimiwa hapa. Mnasemanga ati Attorney General, enda county fulani upate mheshimiwa kama anazungumza na vijana kama sisi. Wapi? Mheshimiwa naona saa ni mbaya, lakini sasa mheshimiwa, swali ya mwisho. Unaweza beje mafanzi wako. Wenye watazama muziki wako, wenye nakuona kwa pale kwa court. Unajua kuna mafanzi wengi. Unaweza waambia aje? Asante. Cha kwanza cha kuambia my fans ni kwamba ni thanks for being loyal fans. Na muendelee kunifuata na kuanga na YouTube channel. Unaweza nifuata pale na kuanga na IG channel, you can also follow me there. Na mimi situmiangi majina ngumu. Natumia jina moja all over. James Kathili, it's my trend name. Ukienda everywhere ni hapo. Kwa hivyo my fans have been loyal, have been there for me. Please, I'm grateful. Keep on following. And I'm still coming again with vitu zingine. Na host, ukinikubalia kuna kitu ambao sijui kama nitapata nafasi ya kukiongelelea. Yes. In defense of artists. Yeah. Tumeongea tukasema kwamba artists are going through difficult moments. Yeah. Very difficult moments. Some of them are finding it hard to put bread on the table. Others are finding it hard to pay their rent. Others, like you've said, they have spouses and they have children who are in need of food. I want to challenge our leaders, passionately and humbly so. Please, can we find some time and come through for our artists? Because they need us at such a time as this. And I've always said this, it is not so much that they are asking for. If we can bring our resources together, we can ensure at least there is food katika kila nyumba ya msanii ambaye ako anapitia wakati mgumu. Kwa sababu some of them are even going through very depressive moments. They were used to good living, but now there is no food. They were used to good living, now they can't pay rent. Some of them wanafukuzwa na their landlords from where they stay. Please, my fans, please, fellow leaders, let us come together and come through for our artists. Then the challenge on top of that ni artists, put yourself together such that kama watu wangependa kuwasaidia, there is a structured channel through which they can come through for you. Because kama nitakuwa napatia mtu mmoja, kila mtu anapatia mwingine, inakuwa ni vigumu. But if you can put yourself in a structured way such that people can come through for you and support you, hiyo itakuwa inaweza kuwasaidia sana. But I really want to say this, our artists should not go through such difficult moments when we are able even to come through for them in one way or the other. I know we are able. As a country, we have held each other's hands in very difficult moments. This is one such a difficult moment. Na kuna watu wengine wanafikirianga wasanii wako na kitu kingine ya kufanya. Most of them depend on shows, and you know there are no shows for the last over 1 year. So how are you expecting that these people are making their own income? Please. And then the other challenge, like MC Ndama ulisema, artists, please find time and diversify. Isikue tu, that is the only thing that you can do. Si mimi niwaambia mimi ni wakili, but I also sing such that hata court zikifungwa naweza enda niimbe wimbo mahali nipewe. Na there is a time I went and I ministered somewhere and I got 8,000 instantly and I paid school fees for someone because I was collecting that cash nilipie mtu school fees. So si unaona kama saa hiyo, kama singekuwa kazi nipate hiyo, at least ningepata ya kulipa nyumba, ya kukula na ya kununua some fuel. Please diversify what you doing. Like kuwa na shows kama hizi, pia mtafute hata tafuta kabiashara, hata kama ni ya kuuza viatu. Look for something else to do such that your mind is not fixed on I have to do shows ndio niweze kupata some income. Thank you. Mheshimiwa, kuna vitu zinaingia hapa. Comments. Watu kumewaka moto. Najua hata Jazi anasoma hii. Mheshimiwa amezungumza kama mheshimiwa. Na nimekubali huyo ni msanii.
kidogo. Nimekubali huyo ni msanii. Ndama huyo ni Attorney General wa Nairobi ama Machakos? Asanti. Nimesema jina, naitwa James Kathili. Mzaliwa wa Yata. Yes. Yata iko Machakos. Yes. Huyu ni AG wa Machakos County. Yes. Mkubwa wangu ni Dr. Alfred Mutua. Kwa hivyo kwa ufupi, yeye ni Attorney General wa Machakos County. Kuna mmoja imeingia moto hapa. Najua ulikuwa unaongea lakini ulikuwa unafikiria tofiki wa time. Haya, mheshimiwa amesema yeye ni msanii. Nataka tuambie nyimbo zake ni aina gani? Which type of music anafanya? Kama ulikuwa unanisikiza vizuri, nilisema I do gospel music. Most of them I do hymns, but my third album is my own compositions. Na very soon itakuwa out. But zote ni gospel. Gospel. It's gospel. Yes. Kuna mtu ako pale nyumbani anaweza sema ati mheshimiwa anasema yeye ni msanii na hatujasikia kidogo. Msanii. Wacha sasa nikuite msanii. Juu umesema ni msanii mwenzangu. So unaweza waonyesha kidogo tu hata kama ni acapella. Unajua kuna wakati nilikuwa na kanisa fulani hapa Machakos inajiita Light Christian. Yes. Inaitwa hivyo? Yes. Nilikuwa naona unaimba saa nyingine pia freestyle. Freestyle ile unaimba bila microphone. Kidogo tu. Na kuna wimbo limba hapo ilinishika sana. Ni sijui ya kizungu ama ni Kikamba, but you can just do one of them. I'll do a Kamba one. A Kamba one. Yeah, just do a Kamba one. Also do an English one. Yeah. Kuvo yani kumoni angai mavata mangoni ni mwakina cheni kwitu wakanite muno ingai devya boe watawakwa. Usanii, vocals check, Kikamba check. So wapigie moja ya kizungu. Hapa kuna wazungu pia watazama show. Kuna moja ya kizungu. Au mnasemaje viewers wetu? Moja ya kizungu, nataka ni line moja. Kuna moja nisikie umepiga na kizungu. Unajua nakumbuka nyimbo zako mingi. Kuna nyingine ulipiga na kizungu. Yeah. Have you wandered alone on life's pathways? Have you lived without love, a life of fear? Have you searched for this life's hidden meaning? Or is your life filled with long wasted years? Msanii kali sana. Na take imagine unafanya collab na JBD. Alafu unapiga hiyo alafu anaingia power. So mheshimiwa, tukimalizia ningependa nikuulize, kuna wasanii wengi Kenya na maybe unaweza niambia role model wako. Tuanzie hapa Kenya before tuingie international. Ule msanii mwenye akiimba unasikia nyimbo zake zinakubariki sana. Your role model I have two. Yeah. And Kenyans. Yeah, Kenyans. Unfortunately, now you're in Kenya, then after Kenya you can just unfortunately both of them have passed on. Yeah. Moja ni Chimbaloza. The late Chimbaloza from Congo. Yes. Yeah. That lady alikuwa ananibariki sana. Yeah. Alikuwa anaimba nyimbo poa sana. Yeah. Na ule mwingine ni Emma Chichi. Two of them. Yes. Na by then walikuwa wao walikuwa katika moto. Yes. Emma Chichi. Amenisame. Katika jina lake. Ndio hiyo. Yes. Hapo mwingine amesema nani? That is Angela Chimbaloza. Chimbaloza amepiga gani? Chimbaloza amepiga gani? Director, umeniumba ni kuabudu. Umeniumba ni kuabudu. Uliniumba. Ndio hiyo naijua. Kuna mmoja alichapa pale kali sana. Yes. Thank you sana. Sasa msanii mwenye ako pale, jiulize kwa nini mheshimiwa anasema role model wake, wasanii wake wenye anatazama sana kusikiza sana mtu kama Machichi na marehemu Chimbaloza. Kwa nini yao? Message or what? Nini nakufanya useme hao ndio wenye unaweza sikiza sana? Niliwatazamia kwa sababu ya message ambazo walikuwa wanatoa. Yeah. Wanatoa wimbo ambao unaweza kuku-encourage. Yeah. In a particular situation. Yeah.
wanaongea mambo za msamaha ambao Mungu ametupatia msamaha. Wanaongea mambo ambao kwa nini Mungu alituumba ndio wetu tunaweza kumwabudu. Na pia ukiwasikiza unasikia ni mtu ambaye ako na bidii katika kipawa chake, wanaweka a lot of dedication katika nyimbo zao. So pia I was admiring their dedication katika nyimbo zao. Na ni ile pia nashukuru watu kama Ndama. Mtu anaweka passion kwa kitu ambao wanafanya. Unafanya kitu na roho moja. Kuna watu wengine wanajiita wasanii lakini wanaharibia wasanii wale wengine. Of course hawezi kuambia mtu unatuharibia juu ni vizuri yake ikuwe chini ndio asiuze sana. Lakini unapenda mtu ambao anafanya kazi ama chenye anafanya with a lot of passion. Unaweka nguvu yako yote hapo, unaweka roho yako yote hapo, na chochote ambacho unafanya yote unaweka hapo. I think that's what I admire about those people. Because ukiangalia mtu kama Emma Chichi alikuwa anaimba, unasikia huyu mwanaume ameimba. Angela Chimbaloza angeimba, unasikia sasa huyu mtu anaimba vizuri. So that is what really attracted me. I know the last question I'm going to ask you is very hard, but utanielewa tu kwa sababu at the end of the day utanijibu tu. Ni politician yupi? Either ni Kenya, Tanzania, any country mwenye anakuinspire sana, mwenye ukimtazama huwa anakujenga sana. Maana yake najua ni mheshimiwa na nimesikia kuna fununu za Yatta pale. Hiyo tutaimaliza na hiyo. Nimesikia fununu ya Yatta, but kuna mheshimiwa fulani pale ukimsikiza na kumtazama huwa anakujenga sana. Thank you so much. I will talk about 3 politicians. Watatu. Yes. Na naongea kwa heshima. Haimaanishi kwamba kuna wengine ambao si waheshimu. Ni venye tu umeniuliza nipeane mfano. I will start with outside this country. I am greatly inspired and I was inspired by the leadership of Obama. Yes. Former president of the United States of America. I think 44th president of the United States of America. What inspired me about this man? He was honest with himself. He was honest with people. He did not fear to say where he was weak. He did not fear to say where he was strong. And the most important thing about him, he did not fear to confront the status quo. Kuna watu walimwangalia wakasema he is a black. Kuna wengine walimwangalia wakasema he doesn't come from a prominent family. Hata wazazi wake lineage ni kama julikani, baba ni wa huko Kenya, sijui shushu ya wapi ni wa huko. And he confronted all those challenges to be the president of the most powerful nation on earth. He inspires me because he tells me hata kama natoka Yatta, I can fight all those challenges, I can fight all those prejudices, and I can be where I want to be. Coming to Kenya, I am inspired by 2 people. There are others, but now 2. Yes. One of them is former President Mwai Kibaki. Itashangaza watu. Mwai Kibaki. Kibaki hakuwa na maneno mingi. Na Kibaki alifanya kazi mingi. Mabarabara mingi ambao tunaziona Kenya zilijengwa wakati wa Kibaki. Connection ya electricity including my rural village ililetwa wakati wa mheshimiwa Mwai Kibaki. He inspired me. He did not talk a lot, but he did. He was against wizi, alikataa wizi sana. Alikuwa anasema wezi ni bure kabisa, anawaita ile jina ingine. Na alikuwa anakataa vitu inaitwa handouts. Hata alikataza mambo za harambe. Because alikuwa anataka uchumi utengenezwe, kila mtu awe na pesa ya kujifanyia mambo zake. Kibaki inspired me. And the last person is my own governor. Governor Dr. Alfred Mutua. This gentleman, not that he is my boss. But this gentleman has come from such a humble background. Walikaa mpaka walikuwa wanakaa sijui Mathare, Nairobi. Walikuwa wanakaa kwa nyumba ambao ni ya mchanga chini. Governor Mutua. Machakos County Governor. Yes. But he said his background was not to determine his tomorrow. And he rose to be the first government spokesman in the country of Kenya. He rose to be the first governor of Machakos County. And he has done so much. Amejengea watu, amechimba boreholes mingi. I go to my rural home, kuna boreholes zimechimbwa. Mahali ambao tulikuwa tuna spend like a whole day kwenda kutafuta maji. Siku hizi unaenda hapa kwa village, unachota maji for free, unakunywa. Na ulizi kitu, ametengeneza mabarabara county. I am
inspired by people who are action oriented, ambao wanatenda chenye wanasema. Unasema hii na unatenda. Na people who are fighters, people who say I will not be looked down upon because mimi ati ni wadisa. Unajua kuna watu wengine wanasema kama mtu kanatoka wapi? Mimi napenda mtu ambao anapambana. MC Ndama. Kuna watu unaweza simama mahali akuuliza wewe kwani ni wapi? Baba yako ni nani? Wewe ni wewe, umeumbwa na Mungu, and God has given you opportunities to excel, just like any other Kenyans. Ulikuwa umeniuliza nimkupatia ni hao watatu. Thank you. Kuna director wangu Martin, masani mbaya, lakini lazima nifikishe, maana yake alisisitiza kabisa. Na hii ni moto. Wamesema Governor Mutua ndio role model wako. Si kweli umemaliza na hiyo. Now, nimesikia fununu kuna Machakos People's Park. When Machakos People's Park started, hiyo place ilikuwa inajenga wasanii sana. Mheshimiwa, ungepewa fursa wa kuwa governor wa Machakos ama president wa Kenya, ungefanyia wasanii nini? Ungebadilisha usanii namna gani upate kwa kila jambo ambao wasanii wanafanya inawajenga, ama biashara yoyote? Yaani kwa ufupi nasema aje, unaweza ubadilisha country yetu namna gani upate umebalance katika maisha ya watu, kazi zipo, unapata hizi mambo mengi inasumbua watu hapa. Simply put, God giving me to be what you are asking that I be. But even at the level that I'm in, the thing is empower your people and ensure they earn from their sweat. Ensure, just ensure, use policies, use policies, legislations, enforcement, and anything that is within your means to ensure that everybody earns from their sweat. This is what I mean. Kuna wasanii wengi wananyang'anywa haki yao. Unatoa nyimbo zako na zinachukuliwa na mtu, zinakuwa pirated. Sisi tunaenda kuenjoy huko nyumbani, and the author of that song is not benefiting. The first thing is to seriously enforce copyright rules to ensure hakuna mtu anachukua wimbo wa mtu kama angeulipia. Secondly, kama kuna show iko mahali, there are times we have what we call middlemen and brokers. Unapata Ndama, umeorganize a show mahali, na watu watalipa pesa mingi. The people who determine how much is paid is not you, ni watu wengine. Na watakuja waorganize such that at the end of the day watakulipia hoteli kubwa usikie furaha sana, lakini after that wakupatia pesa kidogo. Then they manage the rest of the things. Benefits zenye zinatokea from any show yenye imefanywa na talk of an artist, they are supposed to benefit the artist. So in short, when you ensure kila mtu anakulia jasho lake, na unaweka sheria kila mtu akitoa jasho akulie hiyo jasho, na mtu asikule jasho ambao si lake, utapata hata wasanii, because I know wasanii wengi, they hustle a lot, you do so much, you put in so much energy. Wengine unapata hata saa 6 usiku mtu wako studio anajaribu come up with a song. That's a lot of sweat. So ensure saa ile hiyo wimbo itakuwa out, hakuna mwizi anaichukua, na mtu akipatikana amefanya copyright, sheria ziwe ya kusema kwamba utalipa pesa mingi tulisia mtu yenye tumemnyima. Na hiyo pesa ikilipa, if it's fine, there should be some benefit that goes to the owner of the production. Sio ati umelipa faini kotini, unalipa faini inaenda kwa state, na mwenye alikuwa ameibiwa hiyo wimbo hajapata kitu. Hapana. There should be some benefit, kwa sababu hii wizi yeye ndiye aliibiwa. Kwa hivyo hata yeye apate benefit of this. And that goes even to businessmen. When you make the environment conducive, watu watafanya biashara zao. Wanajua kwamba nikifungua duka yangu, nikifungua biashara yangu, na nilipe my trade license, nilipe my business license, nitafanya biashara without ile inaitwa undercutting. Unajua kuna kwingine nasikiaga kuna wenye wanalipisha hapa, wengine hawalipishwi. Unaona huyu mwenye alipishwi anapewa some added advantage. Treat people equally. Mwenye anafungua mapema wacha wa kwanza kupata customer wa kwanza na pesa ya kwanza. Mwenye analala mpaka saa 6 wacha akae. Yani give people equal opportunities. And I also would say this, for artists, you also allow them to diversify their trade, such that
you cause them to caucus into some groupings. And now those groupings, you take them and you empower them. You can even give them tenders, such that on top of they are doing what they are doing, they are also doing some business, getting money into their organization, which they can share when times are hard. Thank you. Asante sana. Tumemaliza show na watu wote ambao wanatazama show, mazia asanteni sana. Imekuwa long sana lakini tumezungumza, tumeget point zetu. Nataka kusema asante sana kwa Mheshimiwa Attorney General Machakos County kwa kuja kwa interview yetu. Make sure umewatch show. In the first episode natakuwa na leta mingi zaidi. Nataka tu favor moja mafans wetu ambao unawatch show. Make sure umeenda pale YouTube, umesubscribe, umeshare na umeacha comment pale. The more na comment, the more najua vile show inaendelea. Mara nataka kuturekebisha, make sure umeandika hapo na tuendelee vizuri. Mheshimiwa, asante sana kwa show. Mungu akubariki kabisa. Tunashukuru sana. Labda kama kuna jambo la mwisho kuambia watu wako, tukienda, mimi niko sawa. Endelea kutazama show, our show. You are number 1 show. Asanteni sana, your boy Mandama Kenya. Thank you so much. Asanteni kwa kutazama. Nashukuru. Asante sana.